Faslun fi salati al-Jum'a. Fasli hii tazungumzia sala ya Ijumaa. Tunaendelea na kitabu chetu Matnul Ghaya ala madhhab al-Imam Shafi'i. Sasa tunasoma sala ya Ijumaa. Na wanazuoni kuhusu hii siku kuitwa siku ya Ijumaa wamekhtalifiana. Wako waliosema imeitwa siku ya Ijumaa kwa sababu Mwenyezi Mungu alikusanya na kumuumba Nabiiullah Adam katika siku hii. Lakini wako waliosema kwamba siku ya Ijumaa pia ndio siku ambayo kiyama kitasimama na watu watasimama katika siku hiyo. Ama wujubu salati al-Jum'a, ama wajibu wa kusali swala ya Ijumaa, fa huwa alladhi alayhi al-jumhur likauniha, ndio kauli waliokwenda nayo jamhuri kwa kuwa hiyo Ijumaa badalan min wajibin, ni badala ya wajibu, wa huwa adh-dhuhur, na wajibu wenyewe ni swala ya dhuhuri. Wa dhahaba qaumun ila annaha min furudil kifayati, na kwa wengine waliokwenda kwamba swala ya Ijumaa ni katika fardhu kifaya. Wa an Malik riwayatun, imepokelewa kutoka Imam Malik riwaya ambayo shadhatun, riwaya shadh, annaha sunnatun, kwamba swala hii ni sunna. Na watumishi wa sehemu yoyote walioajiriwa kwenye asasi za kiraia, kwenye watu binafsi, kwenye asasi za kiserikali, kwenye mawizara na sehemu zote, Waislamu siku hii ya Ijumaa ni wajibu kwenda kuswali, na ni vyema kuomba ruhusa mabosi wenu waende kuswali, na wewe bosi inatakiwa wape ruhusa watu wakasali, kwa sababu mida ile ya sala hawa watumishi wa asasi hizi za kiserikali au za kiraia, mida ile ya swala ya ibada ile sio ile ni mida sio ya ajira kwao, hujamwajiri katika muda ule. Kwa hiyo ni vyema sana ukawapa ruhusa watumishi wako wakasali. Wa sharaitu wujubi al-Jum'a, masharti ili kuwajibika Ijumaa sab'atu, yako saba: al-Islam wal-bulugh wal-aql wal-hurriya wal-dhukuriyya was-sihhatu wal-istitana wal-istitan. Ni anayewajibika Ijumaa au Muislamu amebaligha na akili, mtu huru, mwanamume mzima, mkazi wa mji eneo hilo. Wa amma ala man tajibu, ama ile ni nani anayewajibika hiyo Ijumaa, fa'ala man wujidat fihi shurut wujubi as-salah, ni kwa yule ambaye anawajibika kwake masharti ya swala, wa wujida fiha zairan alaiha, na ikapatikana kwake mambo ya ziada man arba'atu shurut, masharti man ithnani biittifaqi, masharti mawili wameafikiana wanazuoni, wa ithnani mukhtalafun fihima, mawili wametofautiana wanazuoni. Amma almuttafaqu alayhima, ama hayo walioafikiana wanamume, fadhukuratu wasihhatu, huyo mwenye kuwajibika Ijumaa au ni mwanamume mzima, fala tajibu ala imra'atin, swala ya Ijumaa haiwajibiki kwa mwanamke, wala ala maridhin, wala kwa mgonjwa, biittifaqi, halina khilafu hilo. Walakin in hadaru kanu min ahli al-Jum'a, kama tahudhuria Ijumaa watakuwa ni katika watu wa Ijumaa. Wa amma al-mukhtalafu fihima, ama yale waliotofautiana, fahuma al-musafir wal 'abd, ni kwa msafiri na mkazi wa mji. Je, na wajibika Ijumaa hao wawili? Jamhuri ala annahu la tajib alayhim al-Jum'a, msafiri na mtumwa hawajibiki kwa uelewa wa jamhuri kuswali Ijumaa, hawajibiki. Wa dhahaba Daud wa ashabuhu, Daud na wafuasi wa madhhabi yake hiyo wamekwenda ala annahu tajibu alayhim al-Jum'a, hata hao msafiri na mtumwa. Daud al-Dhahiri yeye anasema Ijumaa ni wajibu. Qala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan, Ijumaa ni haki ya wajibu kwa kila Muislamu mwanamume, na itekelezwe kwa jamaa, isipokuwa watu wanne: abdun mamlukun, mtumwa aliyomilikiwa si wajibu Ijumaa; imra'atun, au mwanamke; au sabiyun, au mtoto mdogo; au maridun, au mgonjwa. Hadithun sahihun, hadithi hii imekamilisha masharti ya kuwa hadithi sahihi. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine ukhra nyingine,
La asema illa khamsatun, Ijumaa haiwajibiki sio kwa watu wanne, kwa watu watano. Wafi ndani ya huyo watano anatakiwa waongezewe kwenye wale wanne musafirun, msafiri hawajibiki Ijumaa. Sasa katika yale masharti ya kuwajibika Ijumaa tumesema al-islamu wal-bulugh wal-aql wal-hurriya wal-dhukuriyya wal-siha wal-istitan. Sasa istitan, wa amma ash-shart al-istitan, sharti ila istitan fa inna fuqaha al-amsar wa nashariya wa miji ittafaqu alayhi al-ittifaqim ala anna, wameafikiana kwamba Ijumaa ni kwenye miji, wameafikiana hivyo ala anna al-jum'ata, kwamba Ijumaa la tajibu ala musafirin, hayajibiki msafiri. وخالف في ذلك أهل الظاهري وفواس ومذهب ظاهري أبي داود الظاهري ومتفوتيان لإيجابهم الجمعة على المسافر، كما إجماع وجبيك كمسافر. ومن خصائص يوم الجمعة نكتك مامبو معلوم يسيك الجمعة استحباب كثرة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ni kuleta kwa wingi usuna wa kuleta kwa wingi kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile siku fihi, katika siku mchana wa Ijumaa. Wa fi lailati, na katika usiku wa Ijumaa inapomalizika magharibi ya Alhamisi. Sasa usiku ule ni sunna kumswalia sana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kufuatia kauli ya mtume nasema akthiru min as-salati alayya yawm al-jum'a, leteni kwa wingi sana swala za kuniswalia mimi siku ya Ijumaa, wa laila tal-jum'a, na usiku wa Ijumaa. Sasa tumekuja tukaondoa haya wakati wazee wetu zamani, misikiti yote ilikuwa usiku ule wa kuamkia Ijumaa kulikuwa kunasoma sira ya bwana mtume katika msikiti ili watu wapate kumswalia sana. Lakini leo sasa tumesema bid'a. رواه البيهقي حديثي كبوك الإمام البيهقي. ومن خصائص يوم الجمعة كتك مامبو معلوم يسيكو الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، نكسوم سورة الكهف كتك مشانواك ويجمعة. استحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، نسونا كفانيا كوenda mapema msikitini siku ya Ijumaa. Sio mtu anakuja ndo unasikia katika swala washaraitu fi'liha, na masharti ya kusihi Ijumaa ili kuitekeleza thalathatun, yako matatu. Antakuna albaladu Misra, mji unaoswalia Ijumaa huo ni mji mkubwa, au qaryatan, au kijiji kubwa. Yakuna aladadu 40, na idadi ya watu wanaoswali Ijumaa iwe ni watu 40. Fattafaqa alkullu ala anna min shartiha, kwamba wameafikiana wanazuoni wote kwamba miongoni mwa sharti la Ijumaa aljamaa, ni kuswaliwa swala hii kwa jamaa. Wakhtalafu fi miqdar aljamaa, katika kiasi cha jamaa hiyo imamu na maamuma umetofautiana ya kiasi gani. Faminhum man qala, wakolosema katika wanazuoni wahid ma'a al-imam, ni mtu mmoja tu na imamu wake tayari wanaswali Ijumaa. Wa huwa at-Tabari, kauli hiyo ni ya Imam at-Tabari. Wa minhum man qala, wakolosema ithnani siwa al-imami, ni watu wawili ukimwondoa imamu. Kwa hiyo imamu na watu wake wawili, jumla watatu wanaswali Ijumaa. Wa minhum man qala, na wako waliosema thalathatun duna al-imam, ni watu watatu na ukiongezea na imamu wanakuwa nne. Wa huwa qawlu Abi Hanifa, hiyo ndio kauli ya Imam Abi Hanifa. Wa minhum man ishtarata, wako waliosema ni sharti 40, ni watu 40. Wa huwa qawlu Shafi'i wa Ahmad, hii ndio kauli ya mzee wetu Imam Shafi'i, madhhabi yetu ni watu 40 na Imam Ahmad. Waqala, na wakasema qala qaumun 30, watu 30. Wa minhum man lam yashtart adadan, wako katika wanazuoni wanasema hakuna sharti la idadi, walakin raa, wameona annahu yajuzu bima duna al-40, kwamba Ijumaa inafaa hata kama watu hawajafika 40. Wala yajuzu bi-thalathati wal-arba'a, lakini kwa watu watatu na wanne wanasema haifai. وهو مالك, alikwenda hivyo ni Imam Malik. Wal madhhabu as-sahih al-mashhur 'inda ash-Shafi'iyya, na kauli sahihi ambayo ni mashuhuri katika madhhabu Shafi'i, annahu la budda min 40, lazima iwe watu 40. Wahtaja lahu bi ahadith, na wakatumia hoja katika hilo ahadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam.
Hadithi Jabir radhiallahu anhu, hadithi Jabir annahu qala madat sunna tayari shapita kuwa ndio hivi ndio utaratibu, na fi kulli 40, kwamba kila watu wakiwa 40 fama fauqaha, na zaidi ya 40 jumaa itaswaliwa. Kwa hiyo chini ya 40 haiswaliwi. Rawahu al-Baihaqi, amepokea Imam al-Baihaqi. Wa minna, katika hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jamaa bil madinati, Mtume aliyokusanya watu kwa ajili ya Ijumaa kule Madina. Wala yunqal annahu jamaa bi aqalli min 40, haikupokelewa kwamba Mtume aliswalisha watu wakiwa chini ya 40. Hilo hakuna nasi ya hivi, isipokuwa nasi ya 40 hiyo hapo. Wattafaqna ala iqamatiha bil 40, tumeafikiana kabisa kutekelezwa Ijumaa kwa watu hawa 40. Faman idda'a iqamataha, anayedai kwamba swala hii inaweza kuswaliwa chini ya 40 biduni dhalika, chini ya watu 40, fa alayhi dalilu, tuletee dalili ya kulithibitisha hilo kwa hisani yake. Anasema watu au idadi ya watu 40 min ahli aljumaa, katika watu wenye sifa za Ijumaa. Wa yakuna alwaqtu baqiyan, na wakati upo wa kuswali hiyo Ijumaa. Ittafaqu ala annaha shurutu salati almafruḍa bi'ainiha, kwamba wameafikiana kwamba masharti ya Ijumaa ni yale masharti ya sala za faradhi kwa dhati yake, ma'ada alwaqta wal adhan, ukiondoa wakati na adhana. Fa innahum ikhtalafu fihima, kuhusu haya mawili wametofautiana. Wakadhalika ikhtalafu fi shurutiha almukhtassa biljum'a, pia wametofautiana ile masharti maalumu ya Ijumaa. Ama alwaqtu, ama wakati, fa inna aljumhur, hakika jamhuri, ala anna waqtaha waqtu adh-dhuhri bi'ainihi, kwamba Ijumaa wakati wake ni wakati ule wa dhuhuri. Hiyo ndio kauli ya jamhuri. Wa dhahaba qawmun ila annahu yajuzu, wako na uzuoni waliokwenda na kutufahamisha kwamba yafaa an tusalla qabla az-zawari, kabla hata jua halijapinduka mweza kusali Ijumaa. Wa qawlu Ahmad ibn Hanbali, ndio kauli ya Imam Ahmad bin Hanbali. Wa amma al-adhan, ama adhan, fa inna jumhura al-fuqaha, hakika wana jamhuri ya wanasheria, ittafaqu ala anna waqtahu, wameafikiana kwamba wakati wa adhana ya Ijumaa huwa idha jalasa al-imamu ala al-minbari, ni pale imamu anapokaa juu ya minbar, ndio wakati wa adhana wa Ijumaa. Fa in kharaja al-waqtu aw udimat shurut sulliyat dhuhra, kama wakati wa Ijumaa utakuwa umeshaondoka na bado hawajaswali, au masharti yamekosekana, watu 40 hawajafika mfano, basi waswali adhuhuri. Walau kharaja alwaqtu anil jumu'ati, kama ulitoka wakati ukapita na wa Ijumaa, sallu dhuhra wa tusali adhuhuri. Wa in sallu rak'atan fil waqti, kama walisali rak'a moja ndani ya wakati wa Ijumaa. Walau shakwa wa in sallu, hata kama watasali rak'atan fil waqti, rak'a moja katika wakati wa Ijumaa na wakati ukaisha, basi swali adhuhuri tu. Walau shaku hal kharaja alwaqtu am la, wakiwa na mashaka wakati wa swala umetoka au hapana, lam yashra'u fil jumaa, hawatoingia kuswali Jumaa. Wasallu dhuhran, watasali adhuhuri. Nassa alayhi Shafi'i fi al-Umm, maelekezo hayo akatamka wazi kabisa Imam Shafi'i katika kitabu chake al-Umm. Walau dhaqa alwaqtu anil jumaa, kama wakati utakuwa finyu kuswalia Ijumaa, sallu dhuhran, tusali adhuhuri. Wala yajuzu shuru fil jumaa, nassa alayhi Shafi'i, wala hawatoingia kuswali Ijumaa. Hivyo ndivyo Imam Shafi'i ametamka wazi. Wallahu a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.